Habari gani bwana michezo mwenzangu popote pale ulipo nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Ni wakati mwingine tunakutana kuzitazama tena zilizo hapane kunako channel yako pendwa kabisa ya HNT Media ambayo inakuletea update za michezo kila wakati, kila muda mara tu baada ya kuhappen. Bana, kama tunavyojua seke la dabi ya Kariakoo bado linazua sura mpya siku hadi siku. Unaambiwa kwamba mpaka sasa Young Africans jana wameweza kutuma barua kunako ofisi za bodi ya ligi kuu Tanzania bara, ambapo Young Africans barua yao ilikuwa na vipengele 19. Moja kati ya barua kubwa kabisa ambayo wameiandaa na kuituma kunako bodi hiyo ya ligi, wakishinikiza ndani ya masaa 72 wao wameshatoa tamko na haki ambayo Young Africans wanaitaka. Lakini moja kati ya kitu ambacho Young Africans wanakihitaji ni kila ambacho kinadaiwa kwamba Young Africans wapate pointi 3, wapewe pointi 3 kama jinsi ambavyo Zamalek wamepewa katika mechi ambayo ni dabi kubwa ya Misri ambayo ilikuwa inakutanisha Zamalek wakiwakaribisha Al Ahly ambao waligomea mechi na kwa nukta hiyo Zamalek wakapewa pointi 3 na ushindi wa mabao 3. Hivyo Young Africans naye anashinikiza bodi ya ligi waweze kufanya hivyo, wapewe pointi 3 na ushindi wa mabao 3. Lakini pia si hivyo tu, kuna gharama ambazo ziliainishwa kuna kwa barua hiyo ambazo Young Africans walizitumia katika kuhakikisha wanaandaa mchezo wao ambao uligairishwa, mchezo wa namba 154 wa ligi kuu ya Tanzania bara, mchezo ambao ulikuwa unatakiwa kufanyika March 8 ya mwaka 2025, mechi ambayo ilikuwa inawakutanisha Young Africans wakiwakaribisha Simba Sports Club. Lakini mechi hiyo haikufanikiwa kutokana na sababu ambazo zilidaiwa uvunjifu wa kanuni ambao ulifanywa na watu ambao wanasadikika kuwa ni viongozi na mabodyguard wa Young Africans kwa kuwazuia wachezaji na kwa kuwazuia wachezaji wa klabu ya Simba Sports Club kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea kuna kwa mchezo huo ambao ulitakiwa kufanyika siku tajwa ya March 8 majira ya saa 1:30 usiku, ambapo mchezo huo ulitakiwa kufanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini kwa taarifa ambazo tulikuwa nazo lakini kwa taarifa ambazo zilitolewa na bodi ya ligi mapema mwa siku hiyo ambapo mchezo ulitakiwa kufanyika, taarifa ambazo zilitolewa na bodi ya ligi ni kugairishwa kwa mchezo huo ambao ulitakiwa kuwakutanisha Young Africans na Simba Sports Club. Lakini kwa nukta hiyo pia Young Africans hawakusikia na hawakuelewa tamko hilo lilotolewa na bodi ya ligi, wakaingiza timu uwanjani na kufanya warm up kwa kufuata kanuni na sheria. Lakini wamefanya warm up na kila kitu wamekamilisha. Hakuna kamishna wa mchezo, hakuna referee wala hakuna linesman wala kamisa wa mchezo hawakuepo katika hatua hiyo, kwa sababu mechi ilikuwa imetangazwa kuahirishwa. Lakini Young Africans walifanya hivyo kwa kuzingatia kanuni na sheria ambazo zilikuwa takiwa zifuatwe ili kuonekana kwamba Yanga wamefuata kanuni na utaratibu wote na Simba wamegomea mechi. Kwa nukta hiyo Young Africans wanashinikiza wanashinikiza bodi ya ligi ili iweze kuwapa ushindi wa pointi 3 pamoja na magoli 3, hivyo kupo kwa alama 15 kwa klabu ya Simba Sports, kitu ambacho kinazidi kuwa kigumu na kinazidi kuzua sura mpya kwa wapenzi kwa wapenzi na mashabiki wa soka hapa Tanzania. Kitu hicho kinaonekana kama hakiwezekani na tunasubiri tamko la TFF na bodi ya ligi tuweze kuona ni nini kilichoamuliwa. Ikumbukwe mpaka sasa rais wa klabu ya Young Africans General Said hayupo nchini Tanzania, yupo nchini Misri katika mji wa Cairo, ambako kuna kikao ambacho kilifanyika jana na utiwaji wa saini pande mbili, kwa maana kwamba shirikisho la vilabu barani Afrika ACA pamoja na shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF waliweza kusaini mkataba ambao watakuwa wanashirikiana baadhi ya mambo kunako kuhakikisha wanasimamia vyema utaratibu na mpira wa miguu
kwa hapa Afrika. Lakini si hivyo tu, mkutano wa 14 wa CAF unafanyika leo na matukio yote tumejizatiti kukuletea ili uweze kujua ni nini kinaendelea. Na katika mkutano huo basi kutakuwa na uchaguzi, nani atachaguliwa na ngazi gani zitapatikiwa uongozi. Basi taarifa zote tunazo hapa utaendelea kuzipata ili uweze kuelewa ni nini kinaendelea kunako anga la michezo hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini tukirudi kwa hapa Tanzania, unaambiwa klabu ya Young Africans bado inazidi kushinikiza iweze kupata pointi zote 3 na ushindi wa magoli 3. Lakini si hivyo tu, Young Africans leo atashuka dimbani kuwavaa Coastal Union katika mchezo wa CRDB Federation Bank ambao utafanyika kuna kudimba KMC Complex katika majira ya saa 10. Mchezo huo ambao mashabiki wa klabu ya Young Africans wanausubiri kwa hamu, kwa sababu ni mchezo ambao utalipa machozi na utalipa madeni yote ambayo yalitakiwa yafanyike tarehe 8 ya mwezi wa 3 huu hapa, ambapo game ya Simba Yanga iliahirishwa. Mambo yanakuwa mengi sana kuna mitandao ya kijamii kufuatia kwa hiki kinachoendelea, na sisi tukasema tukuletee ili uweze kujua ni nini kinaendelea. Unaambiwa kwamba CAF wameifungia TFF. Nini kilichofanyika mpaka TFF imefungiwa? Moja kati ya taarifa kubwa kabisa ambayo tumeiandaa na tunayo mezani. Endelea kubaki nasi katika updates zijazo ili uweze kujua ni nini kinaendelea kuhusiana na taarifa ambayo imewafikia TFF. Ni hiyo kuhusiana na Young Africans. Basi mimi na wewe hatujui. Hakikisha kwamba unafuatilia update zetu ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Unaambiwa kwamba kama ndo hujasubscribe, basi fanya kwamba unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe, lakini pia usisahau kuruhusu alama ya kengele itakayojitokeza pembeni hapo. Kwa kufanya hivyo kutakufanya wewe uwe wa kwanza kupata update za HNT Media ambazo zinakujia kila siku. Hakikisha kwamba unafanya hivyo, utakuwa wa kwanza kupata taarifa ukiwa sehemu yoyote na nje ya Tanzania na ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Si wakati wa kuanza kuhangaika kutafuta content za michezo ambazo zinajieleza kwa uzuri kabisa. Hakikisha unafanya hivyo kwa kuhakikisha kwamba unatufollow pia katika mitandao ya kijamii, hasa Instagram ambapo utatupata kwa jina la HNT_media_tz. Hapo utajipatia habari zote za usajili na tetesi zote, basi utazipata hapo. Usisahau kutufollow. Na hii hapa ni HNT Media, na mimi ndio ambaye nakuletea taarifa zote za michezo ambazo zinaendelea kugonga vichwa vya habari sana katika maeneo tofauti ya michezo, hasa kuelekea kwa dabi ya Kariakoo ambayo iliahirishwa Machi 8. Tarehe nyingine itatajwa au Young Africans watapata ushindi wa mezani. Mimi na wewe hatujui. Hakikisha unafuatana nasi ili uweze kujua ni nini kinachoendelea. Langu jina ndio, bye bye.